Bado tupo msibani na hapa tupata nafasi ya kukutana na mmoja ya watu wa mwisho kabisa ambaye alikuwa na Sparky. Huyu ni msanii wa muziki na walikuwa studio na Sparky kabla ya umauti kumkuta. Tutazungumza naye mawili matatu ili kuwaje na mpaka wanaachana na mwanamuziki marehemu Sparky ili kuwaje. My brother, pole kwa msiba. Nishapoa brother. Pole sana. Inauma sio kidogo. Ukizingatia kwamba Sparky ameacha alama ya sauti ya uimbaji wake kwenye wimbo wangu, na wimbo huo pia ni wa dini. Wimbo huo ni wa dini, sio wa mapenzi, hapana. Ni bongo flavor ambayo iko kwenye mahadhi ya dini, tukimuimbia Mungu. Kwa hiyo inaniuma kiukweli. Pengine ilipangwa iwe hivyo kwamba wimbo wake wa mwisho kushiriki uwe ni wa kumuimbia Mungu. Nimepata taarifa kuwa wewe ulikuwa ni mtu wa mwisho, mlikuwa studio na wewe ndiye ambaye ulimrequestia yeye kurudi nyumbani. Hebu nipe hii scenario, ilikuwaje mpaka ukafika sehemu ukamrequestia, na taarifa pia za kifo chake ulizipata wapi? Okay. Kwa mara ya mwisho kabisa kuwasiliana naye kwa njia ya simu WhatsApp ilikuwa ni siku kabla ya juzi. Niliongea naye, nilimtafuta nikamkosa, nikamtumia message WhatsApp. Message ninayo hadi kwenye simu hapa. Nikamwambia brother, na siku ya 3 nakutafuta sikupati, umebadilisha sim card? Akanitumia namba mpya, akasema ndio, nipigie kwenye namba hii. Nilikuwa nimempigia. Baada ya kuwa nimempigia, tumewasiliana, nikamwambia bwana, inabidi kesho tufanye kazi, tukutane studio. Wapi? Kwa Shedi Clever, Tabata, Sanene. Tulikuwa tumekutana pale studio. Usafiri wa kuja mimi ndo nilimwezesha. Nikamwambia kwa sababu ni project yangu, usitumie gari yako. Hata kama unatumia gari yako basi na kutumia hela mafuta. Akasema hapana, gari nimeipaki, acha nitumie usafiri wa request nije hapo. Akawa amekuja studio, tumefika, tumefanya kazi vizuri, tumerekodi, na kiukweli siku ile tuko studio alikuwa anaimba kwa hisia sana. Akawa anaimba kwa hisia sana. Kwa hiyo akawa ameimba chorus, ameingiza intro, tumemaliza, nikamrequestia usafiri wa kumrudisha nyumbani. Usafiri ukamkuta hadi getini. Akaniaga vizuri. Basi brother, kwa heri. Inafika jana, yani siku ya pili yake ambayo ni jana mchana. Mimi niko zangu nyumbani nimetulia. Napigiwa simu na namba ile ya kwake Sparky. Najua mwenyewe brother ndo anapiga. Nikaipokea. Cha kwanza kuongea ni hello brother, habari? Anaongea mwanamke, analia. Anasema bwana, mimi nimechukua simu ya Selemani ambaye ni Sparky. Nimewapigia na niko nawapigia watu wake wa mwisho kuwasiliana nao jana. Taarifa ni kwamba kaka yako amefariki. Mbona unasema nini wewe? Amefariki dunia, hatuko naye tena. Nilishtuka, ila wazo la kwanza kabisa nikawaza pengine inawezekana ni wale matapeli ambao wewe ukidondosha simu wao unachukua unaanza kupigia ndugu zako kwa ajili ya kutapeli. Kwa hiyo simu ya kwanza kuipiga nikaipiga kwa Tundaman. Tundaman nampigia simu inaita apokei. No, sikuridhika. Nikampigia Shedi Clever. Nikamwambia Shedi, una habari nini? Wakati jana tuko studio, tulikuwa tuko watatu. Mimi, wewe na Sparky. Muda tunavyoongea duniani tumebaki wawili, mimi na wewe. Mwenzetu ametutoka. Unamaanisha nini? Sparky kafariki. Acha habari zako wewe. Maana ndio hivyo brother. Sparky hatuko naye. Ujue uache masiala wewe. Wewe hata usiku mimi nimeongea naye na ameniachia demo hapa ni mix, na ni kweli alimwachia demo hizi 2 pamoja na kazi ninayofanya naye mimi, lakini aliacha demo 2 pale studio. Kwa hiyo baada ya hapo akawa Shedi Clever anatafuta ukweli, na mimi wazo likanijia kwamba hapana. Nikampigia meneja wa Tundaman. Nikampigia akapokea, bwana brother, habari nzuri. Habari zilizonifikia mimi ni kwamba Sparky ametutoka. Ni kweli? Akaniambia mdogo wangu, ni kweli. Sparky amefariki. Kwa hivyo tuko kwenye taratibu za kufika hospitali tujue nini kinajiri na kinachoendelea ni nini. Ila kwa haraka taarifa fupi nilizonazo ni kwamba madaktari wanaendelea na uchunguzi kabla ya kutoa ripoti ya chanzo cha kifo chake. Imeniuma na nisimanzi kwangu kwa sababu ni mtu ambaye amefariki akiwa mzima. Yaani mtu unaagana naye tu yuko vizuri, yuko stable, halalamiki hata kichwa, halalamiki hata mafua. Halafu mwisho wa siku hata hajafika masaa 24 unapewa taarifa za kifo chako. Hiyo unaichukuliaje? Sio poa, inauma sana na inaniumiza kiukweli. Na sijawahi kukutana na tukio kama hili duniani. Yaani nimewasiliana na mtu leo, alafu baada ya masaa naambiwa amefariki. Hili ni tukio langu la kwanza kutokea. Haijawahi. Na mazungumzo yenu ya mwisho wakati mko studio, alikuwa anazungumzia nini hasa? Alikuwa ananiambia kwamba ana mfululizo wa show za Chaka tu Chaka. Kwa hiyo kama kuna uwezekano wa kushuti video ya ule wimbo, tushuti ndani ya wiki hii, kwa sababu wiki hii ikipinduka kuna uwezekano akawa ana show za Chaka tu Chaka mikoani. Kwa hiyo nilikuwa nimemwambia hapana, ratiba yangu mimi sio kuachia wimbo sasa hivi.
kwa sababu mimi mwenyewe na ratiba zangu zingine. Madam tu nyimbo iko studio, producer tamix, tutajua tunafanyaje. Kwa hiyo naweza nikakusubiri utakaporudi. Akasema basi sawa, lakini hata demo tunaweza tukatumia kushuti. Nikamwambia inawezekana, lakini pia mimi sijajipanga kwenye video. Acha kwanza imixiwe, tutafanya video. Yaani akawa anatamani ule wimbo ujue Sparky aliupenda. Huu wimbo ambao tumefanya Sparky kaufeel. Na ndio maana hata kwenye kuimba akawa anaimba kwa hisia. Ile chorus ameimba kwa hisia sana. Kwa akawa anatamani wimbo utoke, tushuti na vitu kama hivyo. Lakini mwisho wa siku ameondoka, hata wimbo hajausikia umemixiwaje, video haijafanyika, na yeye matamanio yake kwenye ule wimbo ufanyiwe video aione. Basi ni mipango ya Mungu. Na matarajio yako ama mipango yako, kwa sababu una ukumbusho mkubwa sana wa msanii marehemu Sparky, lakini pia kama ambavyo unasema wimbo huu ameimba kwenye mandhari ya dini fulani hivi. Plani yako ni nini na huyu? Sikuwa na maamuzi yote, nilikuwa niko njia panda kwa sababu niliwaza vitu vingi. Jana ile baada ya kuwa nimejiridhisha kwamba kumbe hizi taarifa ni za kweli, niliwaza vitu vingi. Cha kwanza nikawaza wimbo ni ufute. Cha pili nikawaza nikafute voko zake. Cha tatu nikawaza hapana, itabidi niutoe hivyo hivyo. Nikawashirikisha, nikamshirikisha Chedi Clever, akasema we, huu ndio ukumbusho kwa sababu ni rafiki yako, ni kaka yako. Ni kumbukumbu, utakuwa na mwenzi kupitia wimbo huu. Hata ambavyo tumekutana na Tundamani hapa, tukutana na Madii, nimewashirikisha, nikamwambia jamani, mimi niko nje ya panda. Ameniachia wimbo ambao hata hajausikia yeye mwenyewe kwamba umetokaje. Je, huu wimbo tunafanyeje? Ni ufute au nifanyeje? Madii alichoniambia, ameniambia subiri huu upepo upite. Tundamani pia akaniambia subiri kwanza hii michakato ya msiba iishe, baada ya siku kadhaa utautoa kwa wakati wako, usiutoe wakati huu. Kwa ndicho alichonishauri, lakini hawakutaka, yani nilitaka kuambia kwamba niachane nao, akasema hapana, hutaki kuachana nao. Kaa nao, baki nao. Huo ni kumbukumbu hata kwetu pia. Sawa, mimi nikupe pole sana kaka yangu, lakini pia kama lolote la kuwaambia Watanzania. Watanzania niwaambie tu kwamba kifo tunatembea nacho. Kifo tunatembea nacho. Kwa hivyo tujiandae muda, wakati na sekunde yoyote ile. Kama ilivyotokea kwa brother yangu, kwa ndugu yetu, kwa msanii wetu Spark, ndivyo itakavyotokea hata kwa watu wengine. Hata mimi nafanya interview, nahojiwa na waandishi wa habari hapa, unaweza ukashangaa hapa sekunde hii linatokea la kutokea, safari inaniita. Kwa hiyo tujiandae kwa wakati wote ule, nyakati zozote zile. Yeah.